Endapo ikiwa imetokea umeota ndoto ya maharage, kunde, dengu, choroko, njegere, vyote hivi ukiota, basi fahamu ya kwamba Mungu anakupa taarifa juu ya mambo makuu mawili. Namba moja, ukiwa unaota unakula maharage, unakula mbaazi, unakula dengu, basi fahamu Mungu anakusemesha juu ya nafasi yako ya uzaliwa. Kwa nini nafasi ya uzaliwa? Kwa sababu mtu anapozaliwa tu kwa mara ya kwanza hapa duniani huja na kusudi maalum. Sasa unapoota unakula dengu, unaweza ukawa unakumbushwa na Mungu kwamba kwa habari ya kuwajibika kwako kwenye nafasi yako. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu kitabu cha Mwanzo 25 mstari ule wa 34, Biblia inasema kwa habari ya Yakobo akampa mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza. Kumbe hapa sasa unaweza ukaanza kuelewa. Kuna mtu unaweza ukaota ndoto hii, nafasi yako ya kwanza ona ni kaka. Kwa hiyo unatakiwa wewe ndio ufanikiwe kuliko wadogo zako, ila unakuta wadogo zako wamefanikiwa kuliko wewe. Ni dada, wewe unatakiwa uolewe kabla ya wadogo zako, unakuta wadogo zako wanaolewa, wewe uko pale pale. Kwenye ndoto unaweza ukaona unakula maharage, unakula dengu, maana yake nafasi yako ya uzaliwa haujaitendea haki, haujasimama kwenye hiyo nafasi. Namba mbili ni yule mtu unakuta sasa yuko kwenye shamba anavuna dengu, choloko, mbaazi, ziko vizuri, zimekomaa, zijakomaa, ziko kwenye kijani kibichi, it's okay. Lakini hapo Mungu anakuwa anakusemesha kwa habari ya kufanikiwa sana na kuongezeka. Kwa mtu mwingine akiota hivi, manake Mungu anamsemesha juu ya huduma alionayo, na maanisha inaanza kukua, inaanza kuongezeka, inaanza kuwa ya baraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameona maharage, ameona kunde. Kwa hiyo unapoona hata kama ni sokoni zinauzwa, ziko mahali zimetunzwa, hazijapikwa. Mwingine anaota anapika lakini haoti anakula. Maisha mtu huyu tayari ndani yake kuna kitu Mungu amekiweka cha ziada ambacho kitamfanya yeye aweze kuongezeka sana na kubarikiwa sana. Ninaomba ikiwa ni mara yako ya kwanza kuniona, unaweza pia ukajiunga kwenye WhatsApp channel yetu. Kuna linki nimekuwekea hapa kwenye bio. Unaweza ukasubscribe hapo kama mwanafamilia, ukaendelea kujifunza ufasiliji wa ndoto, maombi na maombezi. Au pia unaweza ukacomment hapo chini ukaniambia mimi niliota ndoto ya maharage, lakini ukaielezea kidogo ili nikaifasili hapo hapo kwenye comment, ili kuweka utofauti, tujue kwamba maharage yako yalikuwa ni kwa ajili gani au mbaazi ilikuwaje. Kwa hiyo nitakuelezea kabisa ukapata kuelewa kwamba Mungu alikuambia kitu gani hapo hapo kwenye comment. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na isubiri comment yako niweze kuitafsiri. Amen. Barikiwa sana.